Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin shajaratil asli nurani wa lam'atil qawdatir rahmaniyah wa awqal khaliqatil lisaniyah wa ashrafis suratil ismaniyah wa ma'adinil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifa'iyah sahibil qawdatil asli wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah man darajatin nabiyyuna tahta liwa'ihi fa minhu wa ilayhi. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وبسند المتصل إلى الإمامين الجليلين الإمام المحلي والإمام السيوطي رحمهم الله تعالى ودام النفع بهما وبعلومهما الشريفة في الدارين آمين رضي الله عنكم آمين. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Aya leo ni 234 katika surati al-Baqara, na hii aya ya kwanza hapa inahusu eda ya mwanamke aliyefiwa. Kwamba atakaa miezi 4 na siku 10, na pale eda itakapomalizika anayo ruksa ya kujipamba, huenda akapata bahati ya kupata mume, wala hapana ruhusa ya kuwazuia kujipamba baada ya kumalizika eda. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walladhina yutawaffawna, na ambao wanafiwa, yani wanaufishwa wanamume, yamutuna wakafa minkum kati yenu, wayadharuna, na wakawacha, yaturukuna azwajan, wakaacha wake. Hukumu yake yatarabbasna, watakaa, ay liyatarabbasna, na wakae bianfusihinna, wa nafsi zao. Hapa inakanushwa habari ya wajalemba. Kuna watu wanaitwa wajalemba katika wanawake hao. Yeye ambaye kashawahi kukaeda, alafu akifiwa mtu, mwanamke akafiwa na mumewe, basi yeye anaenda kumweka eda, basi anaitwa mjalemba. Wakiwa wengi wanaitwa wajalemba. Neno hilo halipo katika sheria. Eda yake inaanza pale roho yake inapomaliza kutoka yule mume, basi tayari eda ishaanza, na itamalizika baada ya miezi 4 na siku 10, muda ule ule ambao alitoka roho. Lakini baada ya miezi 4 na
siku 10. Basi anasema Mwenyezi Mungu, yatarabbasna bi anfusihinna, na wakae, maanake watakaa kwa nafsi zao, sio kwa kuwekwa na wengine. Baada ya kufariki waume zao, aninikahi, kwa kuepuka kuolewa, 4 ashhurin wa 10, watakaa ida miezi 4 na siku 10. Wala hakuna mpango katika sheria ya Kiislamu mambo yale wanayofanya kina mama. Wameanzisha desturi zao za kukaa ida, kwamba pale inapomalizika ida yake basi hawezi kutoka yeye mwenyewe mpaka aje kutolewa, ndio ida yake ishe, na yule anayekuja kumtoa ndiye atampeleka kumwogesha mwanamke mwenziwe huyo. Baada ya hapo atampakaza mafuta katika kichwa, sijui atafanya nini. Haya mambo yote hayamo katika sheria. Eda inaingia yenyewe na inatoka yenyewe. Hakuna mwekaji wa eda wala hakuna mtoaji wa mwanamke katika eda. Na anaruhusiwa baadhi ya mambo kuyafanya mchana kama pana dharura. Pana dharura ya kutoka katika ile nyumba aliyofiwa, ndio anayokaa eda, yani nyumba ya mumewe. Sasa kutoka haruhusiwi ila kwa dharura, wala hakuna sharti ya kuvaa nguo aina fulani. Anatakiwa avae nguo ambayo ndani yake hakuna mapambo. Asivae herini wala bangili wala pete wala kidani wala chochote kile ambacho kinaonyesha kwamba yumo katika mapambo. Bali avae nguo zake za kawaida, lakini zile ambazo hazina maua, akiweza kupata nyeupe ndio vizuri zaidi. Lakini hakuna sharti ya kusema lazima avae nguo kizuka, avae nguo nyeusi, akai kwenye pembe moja. La, anaweza kunyanyuka akaingia jikoni akapika akawalisha watoto wake, pengine watoto wake wadogo. Anaweza kuwa na furaha, mwanawe karudi kazini, akanyanyuka, wakaongea, wakakaa kwenye sofa, hakuna neno. Lakini yale masharti mengine magumu yale sheria ya Kiislamu haikuweka. Na ikiwa hakuna mtu wa kwenda kumnunulia chapati asubuhi wakati wa chai, au kwenda kumnunulia majani ya chai dukani, basi atajifunika vizuri akaenda kanunua. Ni dharura, hakuna mtu wa kumchumia, atauza vitumbua lakini atajifunika vizuri, au atauza hicho anachokiuza katika chapati na mfano wake, anatengeneza asubuhi, anauza, anapata riziki yake ya kula, hakatazwi. Na ikiwa kule kazini kwake hawamruhusu, wakamwambia bwana, sisi hatuna eda ya kufiwa wala eda ya kuachwa hapa, ukiondoka kazini miezi 4 na siku 10 na kazi yenyewe umeikosa, na yeye ndo alikuwa anachumia watoto wake, basi atajifunga vizuri, atajifunika vizuri, atakwenda kwa heshima na adabu kama anapotakiwa aende kabla ya eda. Maana kabla ya eda pia anatakiwa aende kazini kwa heshima na adabu, na ajifunike vizuri, asifanye maskhara na watu wanamume.
na mfano wa mambo kama hayo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema watakaa miezi minne na siku 10 mina layali, lakini siku hizi zitahesabiwa kwa mwezi, tarehe zile zinazofuata mwezi. Kwa mfano wamefiwa mwezi 13 Ramadhani, basi mpaka mwezi 13 Shawali ndio mwezi mmoja. Toka Shawali kwenda mpaka mwezi 13 Dhulqaada ni mwezi wa pili, kwenda mpaka mwezi 13 Dhulhijja mwezi wa 3, mpaka kwenda mwezi 13 Muharram mwezi wa 3, kisha ataongeza siku 10. Ndio ida yake itakuwa imekwisha. Saa ngapi inakwisha ida yake? Muda ule aliotoka roho yule mumewe, ndio ile imekwisha. Unafahamu vizuri? Hakuna mpango mpaka waje watu wamtoe katika ida. Haya ni mambo yetu haya tumeyazua wenyewe ya mila, na ukiyakataza pengine unaweza kutolewa katika familia. Una adabu wewe, mambo gani hayo unayofanya tena unaleta? Tena wengine hawana adabu, wanaweza kuambia Uislamu wako huko huko. Basi madhali yale mambo si haramu yawache, yakiwa haramu yaseme, yakiwa si haramu yawache, maana yake inaweza kutengwa. Fa idha balaghna ajalahunna, basi watakapofikia muda wao wa kumalizika eda, fala junaha alaikum, hapana ubaya kwenu, yani hampati madhambi nyie mawali, fima fa'alna, kwa yale wanayoyafanya waliofiwa hawa na eda yao imekwisha, fi anfusihinna, katika nafsi zao, minatazayuni, kujipamba, wa taarudhi lilkhitabi, na kuwa tayari yeye kukoswa. Hakuna ubaya. Nyie mawali msikataze mambo hayo, yawacheni, wako kwenye haki hawa. Madhali yale wanayofanya yamo ndani ya sharia, yakiwa nje ya sharia basi lazima akataze. Lakini bil ma'rufi maana yake shar'an, kwa wema katika sharia. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu kwa hayo mfanyayo ni mtambuzi, ni mwenye kujua. Alimun bi batinihi ka dhahirihi, anajua Mwenyezi Mungu batini yake kama anavyojua dhahiri yake, yani nje na ndani Mungu anayajua. Wala junaha alaikum, wala hapana madhambi juu yenu, wala hapana ubaya juu yenu nyie wanamume, fima araftum, kwa yale ambayo maneno mliopitisha. Fulani kafiwa, mashaallah, mwanamke mzuri yule, ngoja tupeleka habari zangu, eda ikisha nifanye booking kabisa. Basi sharia inaruhusu fima araftum, kwa yale maneno mliopitisha, bihi min khitbati nisai, katika posa za wanawake, almutawaffa, mwenye kufiwa, anhunna azwajahunna, walofariki waume zao, fil idda, ndani ya ida. Ka kauli linsani, mathalan, kama mtu kusema hivi, innaka la jamila, wewe mzuri mashaallah, waman yajidu mithlaka, na nani atapata mke kama wewe? Wa rubba raghibin fiki, wenda akatokea mtu akakutaka, basi kwa mafumbo inaruhusiwa, sio wazi kwamba mimi wana nasubiri eda yako tuishe, nataka nikuoe. Maneno haya hayafai. Inaruhusiwa
kumwambia kwamba Mwenyezi Mungu atakuruzuku mume mwenye kheri. Unakusudia wewe mwenyewe lakini hutaji sasa. Mume maskini, Mungu atakupa mume aliyokuwa na uwezo, unakusudia mwenyewe una uwezo maana. Basi haikatazwi. Maneno hayo yanayokataza ni kufumbuliza, kusema wazi wazi. Ile inakatazwa. Au aknantum, au mkadhamiria fi anfusikum, katika nyoyo zenu, min kasbi nikahihinna, kukusudia kuwaoa. Hakuna neno mara hujatamka wazi, umekusudia bwana yule dada yake anakusha lini, yule bwana mpaka tarehe 6 bwana Januari. Mashaallah. Basi moyoni mweka tarehe 7 unapeleka posa. Tumeelewana vizuri? Basi haikatazwi yale ulodhamiria katika moyo wako kwamba wewe utapeleka posa, si madhambi hayo. Min kasbi nikahihinna, kwa kuwakusudia kuoa. Alima Allahu, Mwenyezi Mungu anajua, anatambua, annakum satadhkurunahunna, mtawataja bil khitba, wa posa, wala tasbiruna anhunna, wala hamtawasubiria mpaka umalize eda, mtataka apate habari kama. Basi naruhusiwa kumtuma mwanamke kumwambia na bahati bwana, ndio kwanza uko katika eda fulani anakutaja bwana. Basi inatosha neno hilo, sio kumwambia fulani anataka kukuposa. Fulani anakutaja kwa wema, Mungu ajalie kheri. Basi maneno kama hayo unaweza kumtuma mwanamke akamwambie, lakini isiwe kufumbuliza. Lazima iwe fumbo ndio inaruhusiwa katika sharia. Walakin la tuwa'iduhunna sirran, lakini msiwaahidi kwa siri kwamba mtakuoa, au namtuma mtu akamwambie kwamba fulani anataka kukuoa. Neno hilo usifanye. Illa an taqulu qawla ma'rufa, illa kwa kusema maneno mazuri mnaruhusiwa. Nayo ni kumpitishia maneno ajue kwamba yuko mtu anamtaja. Yeye mwenyewe mtu mzima ataelewa, yule hawezi kunitaja hivi, yule ananitaka yule. Umeelewana? Hataki kufumbuliza tu, lakini yule Mungu ajalie bwana, hata mimi namtaka. Hamna neno. Wala ta'zimu uqdatan nikahi, wala msikusudia kumoa, hata yablugha alkitabu ajalahu, mpaka ifikie eda kumalizika. Kile kilichoandikwa katika eda, zile siku zake za miezi 4 na siku 10, kilichoandikwa ni hiki alichotaja Mungu, 4 ashhurin wa 10, miezi 4 na siku 10 kimalizike. Waalamu, natambueni, anna Allah, kuwa Mwenyezi Mungu. Maana watu wengine hawana subra. Tena umetupika hapa, afadhali nikuoe kabisa, ngoja eda ishe shekhe. Waalamu anna Allah, natambueni kuwa Mwenyezi Mungu, yaalamu, anatambua vyema, yale yote ambayo fi anfusikum, yako katika nafsi zenu, min alazmi, ya kuazimia, wa ghairihi, na mengine mnayosema waziwazi ambayo hamruhusiwi kuyasema. Fahdharuhu, basi mwogopeni Mwenyezi Mungu, chukueni tahadhari kwa Mwenyezi Mungu. Yuaqibkum idha azamtum, atakuadhibuni pale mtakapoazimia kisha mkafumbuliza. Ukiazimia bila kufumbuliza hamna neno, lakini mkisema waziwazi Mwenyezi Mungu atawaadhibuni. Waalamu, natambueni, anna Allah ghafurun,
Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, liman yuhadhiruhu, kwa yule anamhadharisha kwamba bwana usifungulize bwana, ruksa basi, atasamehewa huyo, kwa kuwa ndani ya moyo wake anakusudia kumoa lakini hataji wazi. Huyo kwake Mwenyezi Mungu ni ghafurun halimun, ni mpole, bitaakhiri al-uquba, wa kuakhirisha kumwadhibu. Manake haja dhihirisha, akidhihirisha ndio anaweza kuadhibiwa. Tena kwa kuakhirisha kumwadhibu mustahiqiha, mwenye kustahiki. La, masala yamekusha hayo ya eda, ya kufiwa na masala ya kumposa yule aliyefiwa yamekusha. Yanaanza masala mapya. Masala haya ni kwamba mtu ameoa kisha ameacha mke kabla hajamwingilia. Anasema Mwenyezi Mungu, la junaha alaikum, hapana madhambi juu yenu, in talaqtumun nisaa, iwapo mtawaacha talaka wanawake, ma lam tamassuhunna, muda wa kuwa hamjawaingilia. Wa fi qiraatin, na katika kiraa kingine imeandikwa hivi, tamassuhunna, maana yake tujamiuhunna, mkawaingilia. Madha mtu ameoa hajaingilia akamwacha, hapana madhambi. Au lam tafridu lahunna faridha, au mtawaacha kabla hamjawapa mahari yao, maana hamjawaingilia wala hamjatoa mahari. Basi vyovyote itakavyokuwa, ikiwa mmetoa mahari, ikiwa hamjatoa, basi wamatiuhunna, wapeni kitu kiinua mgongo. Maana yake wapeni muta. Muta anapewa mwanamke aloachwa yoyote yule, lakini hapa anakusudia yule aliachwa kabla hajaingiliwa. Toeni kitu, mpeni. Ala almusii, kwa mwenye uwezo, yani ghani, qadaruhu, atatoa kiasi chake. Wa ala almuktiri, na aliyekuwa na dhiki, fakiri, maskini, ana dhiki ya riziki, qadaruhu, na yeye atatoa kiasi chake. Si lazima kwamba kifikie sawa na yale mahari, chochote kile atoe. Maana yake haangaliwi mke kama mke wa kitajiri, kwa hiyo lazima nitoe kikubwa. La, anaangaliwa mume, kwa sababu mtoaji ni mume. Mume huyu ndio aloacha, ataangalia uwezo wake. Ikiwa mkubwa atatoa kikubwa, ikiwa mdogo atatoa kidogo, kiasi atakacho yeye. Mataan bil ma'ruf, hiyo ni mut'a iliyokuwa imetolewa kwa wema shar'an, kwa sheria. Maana yake, kwa hiyo wale watu, maana yake watu wakiachana, kaida yake tunakuwa na ugomvi. La, haina haja ya ugomvi. Madhal ameachwa binti yako na yule mume kaamua kutoa kitu, basi si haki yako wewe, ni haki ya yule binti. Kama kataa yule binti, sio wewe. Uruhusiwi wewe kusema kwani sisi wanatuonaje sisi? Kwanza kamwacha binti yangu, alafu tena analeta na mapesa, mwambie shika adabu yake bwana, peleka huko. Yasitokee hayo. Hii ni haki ya yule binti, anapewa muta bil ma'ruf haqqan ala al muhsinin, ni haki kuitoa kwa watu wema wenye kumtii Mwenyezi Mungu. Haya masala ya kwanza ya muta. Masala pili yanakuja kwenye mahari. Wa in talaqtumuhunna, mkiwaacha min qabli an tamassuhunna, kabla ya kuwaingilia, waqad faradtum lahunna fariidatan, na hali ya kuwa mshatoa mahari, fa nisfu ma faradtum, mtarudishiwa nusu ya kile mlichotoa.
umeoa mke hukumwingilia, itaangalia sababu. Ikiwa sababu yatoka kwa mwanamke, basi akimwacha alosababisha kuachwa ni mwanamke. Ikiwa sababu yatoka kwa mwanamume kisha akamwacha, itakuwa sababu ya kuacha ni mwanamume. Sasa ikishakudhihiri, kwa mfano mke amefanya mambo ambayo amekosa yule mume kumwingilia, na sababu ni yule mke, kisha akampa talaka, basi sheria inatakiwa arudishiwe nusu ya mahari yake. Shekhe, swali nyuma hapa tunasoma unaelewana vizuri hapo. Wakati faradtum lahunna faridha, na hali ya kuwa mshatoa mahari au hamjatoa vile vile, fa nisfu ma faradtum, mtatoa nusu au mtarudishiwa nusu kama mshatoa. Wa huwa zawju, na ni mume anaweza kuamua fayatruku laha alkulu, akamwachia yote. Sasa mimi bwana, hicho kilichobaki ndo mutaa yake, akakataa kuchukua kile anachorudishiwa. Mume anayeruhusa kukataa kwa mali yake yeye. Kwa mfano katoa 500,000 naye amemwacha mke hali ya kuwa hajamwingilia, wale wazazi wakaleta 2,500,000, akasema hiyo mimi nimempa huyo, basi itahesabiwa ni mutaa. Anaruhusiwa kukataa yeye. Lakini mutaa ikitolewa kupewa mke, mzazi hana ruhusa kukataa. Hili ni jambo la kisheria, na lile ni jambo la kisheria, lakini yule ni mali yake mwenyewe, anatasarrafa anapotaka. Mimi ndo nimetoa pesa, nimempa binti yako, na mimi ndo nasema basi hizo pesa ni mali yangu mimi, ruhusa. Lakini yule mzazi haruhusiwi kukataa mpaka yule binti akikataa. Akikataa amekhalifu sharia tu, ule kupewa mutaa. Kwa mara nyingi fayatruku laha kullu, mume huwa anamwachia yote. Wa anta afu, na msamehe hayo mahari kupewa nusu. Ikiwa anataka kurudishiwa useme basi haina haja. Aqrabu litakwa, jambo hilo ni karibu zaidi ya ucha Mungu. Wewe umetoa mahari yako shilingi 500,000, unarudishiwa 2,500,000, ukasema basi acha. Basi huo ni ucha Mungu. Qur'ani ndio inakuamrisha wa antaafu, na bora msamehe. Aqrabu ni bora zaidi hilo, litakwa, katika ucha Mungu. Kisha baada ya hapo sasa, wala tansawul qawla bainakum, msisahau wema ulio baina yenu. Isiyo sababu ya kugombana, kwa sababu hawakusanyiki mke na mume katika ndoa moja, wala hawaachani ila kwa amri ishaandikwa kwa Mwenyezi Mungu. Kuna haja gani ya kugombana? Pengine ni jamaa yako, huyu mjomba wangu na mimi ni mpwa wake, nimemwolea binti yake kisha nimemwacha, sasa itakuwa mjomba wangu ninagombana naye? La, hapana. Jambo la riziki tu, nikisha basi. Wala tansawul fadla bainakum, wala msisahau wema ulioko baina yenu. Maana yake yawezekana wale upande wa mume wamemnunulia vitu vingi yule mke, basi wasisahau wema ulioko baina yao, waachie. Maana ndoa ikivunjika, mahari kitu kingine, na vile vikorumbwezo vyote ulikonunua vile, mnunulia dhahabu, mnunulia viatu,
nunulia nguo, nunulia kanga, vile havitohesabika vile, unaweza kuviacha, maana vile havirudishwi sheria, vile ni mali ya mke, ile simampa bure mwenyewe bwana, si katika mahali. Unaelewana vizuri? Inna Allaha bima ta'maluna basir, hapana shaka Mwenyezi Mungu kwa hayo mtendayo ni mwenye kuyaona. Fayujazikum bihi, atawalipeni kwayo. Hapa dakika zimebaki kidogo, lakini tunamaliza aya hii. Hafidhu ala salawati, zichungeni swala. Masala mengine hayo, zichungeni swala zenu hizo mnazoswali, dhuhuri, asiri, magharibi, isha na subhi, zichungeni hizo. As-salawati al-khamsi, swala tano, biadaiha fi awqatiha, kwa kuzitekeleza kwa wakati wake. Na uchungaji unakuja katika sampuli mbili. Hivyo na ukiwa imamu uchunge maamuma. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha ummima ahadukum, akipewa uimamu mmoja wenu, falyukhaffif, na akhafifishe swala yake iwe fupi. Fa inna fihim dhaif, katika hao maamuma wanakuja kuswali, watu wengine ni wanyonge, hawezi kusimama muda mrefu, ameanguka. Wal maridha, na wengine wagonjwa, yuzi katoka operation, ndio anajaribu kusimama, wewe unamswalisha swala ndefu, hairuhusiwi katika sheria. Wadhal haja, na mtu ana haja, kakimbia kazini hapo mara moja, kaja kuswali, wewe unasoma suratul Baqara, unafikiri kesho atakuja huyo, ataswali kule kazini kwake. Kwa hiyo maimamu wote wanaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam swala ziwe hafifu, hapana ruhusa ya kufanya ndefu. Kwa hiyo hafidhu ala salawati inamhusu kila mmoja, na imamu inamhusu kivyake, na maamuma pia inawahusu. Wasiwe majeuri wakaingia msikitini, utasikia swala, mara utasikia huko nyuma swala, mwingine huku pembeni anasema swala. Ule ni utovu wa adabu, kwa sababu haruhusiwi yule mwenye kukimu akakimu ila kwa idhni ya imamu, sio idhni ya maamuma. Kama wewe unaona hapa msikiti huu unakuchelewesha, iko mingine nenda kaswali huko, lakini huna ruhusa ya kufanya utovu wa adabu. Maana yake una khalifu sheria. Sheria imempa nafasi imamu, yeye ndio amwambie yule muadhini, haya simu, ndio akimu. Vitabu vyetu vinasema wal iqamatu bi nadharil imami, na kukimu ni kwa amri ya imamu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema hafidhu ala salawati, zichungeni swala zenu, wa salati al-wusta, na swala inayoitwa wusta. Swala gani hiyo? Pana akwali za wanavyoni karibu 40. Wengine wanasema alasiri, wengine wanasema magharibi, wengine wanasema isha, wengine wanasema subhi, wengine wanasema dhuhuri. Lakini kauli yenye nguvu ni alasiri. Wanasema hapana, kila mmoja ana usta yake. Wewe swala inayokuwa ngumu kwako kuiswali, hiyo ndio usta kwako. Hapa Dar es Salaam ukiangalia itakuwa swala ya subhi. Isha hapa unaweza kuswali msikiti kajao. Subhi ukija msikiti huu utakuta mstari 1.5. Kama kule kijijini kule ni watu 3.5. Najua hesabu hiyo. Imamu, maamuma, imamu, muadhini, mchota maji na mwanawe. Wanasema Waswahili
watu 3:30 kule vijijini ndio wanaamka kwa ajili ya alfajiri. Japo siku hizi Mwenyezi Mungu ameleta mamko katika mji wetu wa Dar es Salaam, unaswaliwa zaidi kuliko ibada zingine. Utamkuta mtu anaswali, anasijida hapa kama kifuu, lakini mambo anayofanya hayaendani na sijida. Ile sijida ile inamsuta kwa haya mambo anayofanya huko nje. Kumbe swala tanha anil fahshai wal munkar, swala inakataza mtu kufanya maovu. Mwenyezi Mungu atuhidi sote. Kwa hiyo salati al-wusta, kauli yenye nguvu zaidi ni al-asiri, lakini kauli nyingine kama kwa watoto wetu hawa swala al-fajiri, maana wengine wamesoma hawa wanahudhuria darasa kama hizi, wanakuwa hawana adabu. Ukiamsha baba unatoa kwenye udhuru, maana udhuru wa swala ni kulala na kusahau. Ngombe baba unatoa kwenye udhuru, sasa mambo gani? Anakufundisha wewe, maana yeye anajua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema athqalu salati ala almunafiqina al-isha wa subh. Swala ile nzito kuswali wanafiki ni swala ya isha na subh. Wanapokuwa ni ugumu sana. Ndio dalili ya kumjua huyu mnafiki. Mtakuwa mkuti katika swala ya subh anakuja kuswali. Wengine wana dharura, wanaswali majumbani kwa sababu ya dharura. Maana yake kama akienda kuswali msikitini, yule mkewe atakuwa aswali. Kwa hiyo pale anamwamsha, anaswali naye. Au watoto wake hawatoamka kuswali. Kwa hiyo ule muda anaotumia kuamsha mpaka wakaamka, yule watu wanaswali. Kwa hiyo anaamsha, anaswali nao. Ila sisi baba yetu alikuwa mkali. Ilikuwa kama huamki, ana birika yake ameweka maji baridi kidogo, basi anamimina kwenye sikio, pop, utastuka mwenyewe. Upati tena usingizi hata ukiutaka, lazima uamke uswali. Tena mtia kidogo tu chap. Ile ikikupata tu kwenye jicho, kwenye nini, kwenye sikio, shaka unaamka mwenyewe. Siku hizi watoto kuna mtihani wa mwendo wa bata. Si mnajua bata? Nani amekuja kufuga bata? Bata watoto wanakuwa mbele, wazee wanakuwa nyuma. Kwa wazee wote wanafuata watoto. Mwenyezi Mungu atuongoze. Alafu anasema Mwenyezi Mungu, waqumu lillahi qanitina, nasimameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ndani ya swala. Qanitina, hali ya kumuomba, kunyenyekea, kumbembeleza Mwenyezi Mungu akusamehe madhambi yako, akutekelezee haja zako, useme naye kwenye sijida. Hapo tumeishia, ni aya ya 238. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikisha. Kesho tutaingia 39.